Ebana, karibu sana United Insider, tuziangazie taarifa za siku ya leo kuhusu Red Devils United, lakini usiache kwenda mjini na usafiri mzuri kabisa wa kimtandao unafahamika kwa jina la Twende Ride. Unaweza ka download App Store ama Play Store ukiwa Dar es Salaam. Huu ni usafiri rahisi zaidi, ni swala la wewe tu kuwa na application yao, kisha utakuwa na request ili mambo yaweze kuwa mepesi zaidi. Sasa tuangazie taarifa za wakati huu za muhimu zaidi. Taarifa kutoka kwa mwandishi wa Kiitaliano Di Marzio, anasema Manchester imefikia maamuzi ya kuendelea kufocus na kumpata Sandro Tonali kama mtu sahihi wa kuweza kumsajili katika dirisha hili lijalo la usajili. Kwa mujibu wa Di Marzio, anasema kambi ya United ikiwa na Michael Carrick wanamuona Sandro Tonali kama ndio mtu sahihi, hivyo wanaamua kufocus ama akili yao yote itakuwa kwenda kumpata Sandro Tonali ambaye inatajwa huenda akapatikana kwa paundi milioni 75 mpaka paundi milioni 80. Kumekuwa kuna taarifa ya mazungumzo yamekuwa yakiendelea kati ya Manchester na Newcastle United. Bado taarifa hizo ni kwamba mazungumzo hayajafika mwishoni, lakini yanakaribia kukamilika kuweza kumpata Sandro Tonali kutoka pale kwenye klabu ya Newcastle United. United wameamua kufocus ama kuongeza focus yao kwa Tonali kwa sababu kunaonekana kuna uwezekano mdogo sana wa kupata saini ya kiungo wa Kiingereza Elliot Anderson ambaye inaelezwa kwamba ataenda Man City kwa sababu City wako tayari kulipa gharama kubwa, lakini pia mchezaji mwenyewe anavutiwa zaidi na project ya Manchester City, hivyo anatarajia kwenda huko. Kwa hiyo focus kubwa ya United kwa sasa ni kuweza kuhakikisha wanampata Muitaliano Sandro Tonali kama mbadala sahihi wa Casemiro ambaye tayari anaondoka pale Manchester United. Kwa hiyo hii ni moja kati ya taarifa muhimu kuhusu usajili wa Sandro Tonali. Focus yote kwa sasa ni kuhakikisha Manchester wanakamilisha kumpata Sandro Tonali kutoka Newcastle United. Hii ni moja kati ya taarifa muhimu sana wakati huu ama siku ya leo kuhusu viungo ambao wanatakiwa na Manchester United. Mbali na Sandro Tonali, klabu ya Manchester pia inaelezwa imeanza kumwangazia kiungo wa juu, kiungo ambaye anaweza kucheza kama namba 8. Huyu si mwingine bali ni Danilo dos Santos Oliveira kutoka timu ya taifa ya Brazil na klabu ya Botafogo ya pale Brazil. Inaelezwa kwamba huyu ni kiungo ambaye scout wa Manchester wamekwenda kumwangalia mara mbili, na inatajwa kwamba ni moja kati ya viungo ambao wako katika mchakato wa rada ya Manchester United. Huyu ni Danilo ambaye pia amejumuishwa kwenye kikosi cha Brazil kinachokwenda kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo ni kiungo mwingine ambaye anawaniwa, na tayari inaelezwa kuwa kuna vilabu viwili vya Italia vimekwisha kupeleka ofa yao. AC Milan pamoja na Napoli tayari wamekwisha kupeleka ofa kwenye klabu ya Botafogo ya pale nchini Brazil, lakini sasa Manchester ni klabu nyingine ambayo imeanza kuhusishwa na usajili wa kiungo huyu wa Kibrazil ambaye inaelezwa kwamba ni moja kati ya viungo wazuri na bora sana kwenye ligi kuu ya soka nchini Brazil. Kwa hiyo ni kiungo mwingine ambaye pia anaingia kwenye taarifa kubwa za siku ya leo na kwenye rada za Manchester United kwamba ni moja kati ya viungo ambao huenda wakasajiliwa na klabu ya Manchester katika dirisha hili lijalo la usajili. Danilo dos Santos Oliveira tunapaswa pia kumwangazia kwa ukaribu tuweze kujua yaliyomo yamo. Inawezekana akawa ni mmoja kati pia viungo bora. Tunafahamu Brazil wamekuwa na vipaji vingi, lakini swala la kuja kufanikiwa kwenye EPL ni jambo jingine, lakini inahusishwa kwa sasa na Manchester United kumsajili Danilo dos Santos Oliveira kutoka kwenye klabu ya Botafogo ya pale nchini Brazil. Kuhusu kiungo Ederson, inaelezwa taarifa za leo ni kwamba dili imekwisha kamilishwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizoko leo kwamba Manchester wamekamilisha dili kabisa ya kuhakikisha wanaweza kumpata Ederson, na inaelezwa kwamba atasaini mkataba wa miaka 5. Thamani ya paundi milioni 38 itakuwa ikilipwa kwa ajili ya kiungo huyu wa Brazil, na atakuwa anapokea mshahara wa paundi 75,000 kwa wiki. Ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wakizungumzwa sana. Inaelezwa kwamba Manchester wamefanya upembuzi au wamemonitor Ederson kwa muda wa miezi 12 kuangalia progress yake, na tayari imeweza kuwavutia. Kwa miezi 12 Manchester walikuwa wanamwangazia, kwa sababu utakumbuka usajili wa Ederson ulianza kuzungumzwa tangu season iliyopita, na ilipofika Januari pia ikazungumzwa, lakini baadaye ikapotezwa. So inaelezwa Manchester wamekuwa wanamwangazia
kwa muda wa miezi 12 na kuona kama ni mtu ambaye anastahili kabisa kujiunga na klabu ya soka ya Manchester United, hasa kwenye eneo la kiungo, na ikielezwa kwamba atapewa mkataba wa miaka 5 na atalipwa paundi 75,000 kwa wiki. Ni moja ya kati ya wachezaji wazuri wanaotajwa kwamba wana sifa nzuri za kucheza kama viungo wa juu zaidi. Kwa hiyo ni usajili ambao huenda ukawa ni usajili wa kwanza wa Manchester United kwenye msimu huu hapa unaokuja. Lakini taarifa kutoka Manchester Evening pamoja na mtu kama Steve Railstone wanatueleza kwamba Manchester wanaendelea kumonitor situation inayoendelea ya mchezaji Matheus Fernandes kutoka kwenye klabu ya West Ham United, ambaye huyu ni kiungo mwingine ambaye inaelezwa kwamba ni chaguo na pendekezo la viongozi wengi wa Manchester, na wanaona kwamba anafaa kuja kucheza Manchester. Profile yake inaruhusu kabisa kuja kuvaa uzo United. Sasa kwa mujibu wa Manchester Evening wanasema Manchester inaangalia situation ambayo inaendelea. Wanasema kushuka daraja kwa West Ham kunapunguza gharama ya mchezaji huyu kuweza kuuzwa. Haiwezi kufika paundi milioni 84 ambayo West Ham wanahitaji. Manchester wanaona kwamba kuna uwezekano wa kumnunua kwa angalau paundi milioni 40 hivi. Kwa Manchester wanaendelea kuangazia nini kinaendelea kati ya West Ham na Matheus Fernandes, huku ikielezwa PSG na Arsenal pia wao wanamtaka kumsajili Matheus Fernandes ambaye ameonekana kuwa ni moja kati ya vijana bora hasa katika ligi kuu ya msimu huu, lakini pia kutokuitwa kwenye timu ya taifa ya Ureno kunafanya vilabu vingine kuendelea kupambana kwa ukaribu zaidi ili kuweza kupata saini ya Matheus Fernandes, kiungo mwingine ambaye ni option nyingine ya Manchester United kuelekea kuboresha kikosi cha msimu ujao. Kwa hiyo ni taarifa nyingine. Manchester Evening wanasema bado Manchester inamwangalia kwa ukaribu na wanaangalia nini kinachoendelea kwa mchezaji huyu ili waweze kumsajili katika kile dirisha lijalo la usajili. Arsenal, PSG nao pia wakijipigia chapuo ya kuweza kumpata mreno huyu. Taarifa nyingine kutoka kwa mwandishi Rowland Whitwell anasema Manchester United wanamwangazia kwa ukaribu zaidi Hackney kutoka kwenye klabu ya Middlesbrough. Hackney amekuwa na wakati mzuri katika championship akisaidia Middlesbrough kucheza zile playoff na amecheza michezo 38 katika championship. Ni moja kati ya viungo ambao wamefanya vizuri. Sasa Whitwell anasema ni mchezaji ambaye yuko kwenye rada za Manchester kwa sababu viongozi wa Manchester haswa wa usajili wanamuona ni mmoja kati ya viungo vijana bora katika ligi ya pale nchini England, lakini bei yake huenda ikawa ndogo. So Hayden anafuatiliwa na yuko kwenye rada za United kuweza kusajiliwa kwenye dirisha lijalo. Na Rowland Whitwell anasema factors zingine kama kufanya kazi na Michael Carrick, lakini kuwa Mwingereza, kucheza championship kwa ubora ni sababu ambazo zinawachagiza United kutaka kumsajili bwana mdogo huyu ambaye inaaminika kuwa anaweza kuja kuwa ni ongezeko jingine la muhimu katika eneo la kiungo. Lakini tukumbuke kwamba United imesema itasajili viungo wawili, na baadhi ya taarifa zinasema ikiwezekana, ikiwa watapatikana viungo wasio gharama kubwa, huenda wakasajili mpaka wachezaji 3 katika eneo la kiungo. Hivyo bwana mdogo Hayden Hackney kutoka Middlesbrough ya pale England ni mchezaji mwingine ambaye yuko rada za Manchester United. Mbali na taarifa zinazomhusu Maxi Araujo kutoka kwenye klabu ya Sporting ya kule nchini Ureno kwamba ni moja kati ya walinzi wa kushoto ambao wanafuatiliwa zaidi kwa sasa na United, kwa mujibu wa taarifa za Goal kwamba huyu ni mtu ambaye United wanamtazama, lakini leo Mail Sports wanatuambia pia El Hadji Malik Diop ambaye anakipiga na klabu ya West Ham ambayo imeshuka daraja ni mchezaji mwingine wa upande wa kushoto ambaye United wanaendelea kumfuatilia kwa ukaribu kuona kama anaweza kusajiliwa. Tunafahamu kwamba pia Manchester itakwenda kufanya usajili wa eneo la upande wa kushoto ili kuboresha eneo lile, kwa mujibu wa taarifa zilizopo, kwa sababu Luke Shaw huwa ni injury mara nyingi, lakini pia muda wake unamtupa mkono. Ni moja kati ya wakongwe wa Manchester sasa, misimu 11-12. Kwa wanatafuta pia mbadala ambaye anaweza kuja kuicheza vizuri ile nafasi ya kushoto. Wanamuona Patrick Dogu kama ni more winger kuliko kuwa mlinzi wa kushoto kwenye soka la kisasa zaidi. Kwa hiyo El Hadji Malik Diop ni mchezaji mwingine ambaye anawindwa, nyota kutoka timu ya taifa Senegal na klabu ya West Ham United, ambaye ni moja kati ya wachezaji bora sana katika upande ule wa kushoto. Kwa taarifa za Mail Sports wanatuambia kwamba ni yuko kwenye rada pia za walinzi wa kushoto wa Manchester.
Kwa hiyo kuna Max Araujo, yuko Elhadji Malik Diop pamoja na Lewi Hall, ndio wachezaji watatu ambao kwa sasa wanatajwa zaidi kwenye upande wa wachezaji wa kushoto kuweza kusajiliwa na Manchester United. Bana, hizo ndo update za wakati huu. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, lakini unaweza kaenda mjini na twende ride, usafiri wa kimtandao ambao unapatikana App Store na Play Store. Download application yao na ukisha kuwa nayo unaweza kurequest usafiri kwa gharama rahisi kabisa kokote pale jijini Dar es Salaam. Ciao.